Mimi siku moja nilikuwa ofisini pale, walikuwa wanafanya watu mazoezi hapa. Sauti moja ikaimba. Mtu mmoja akaimba, mbele ninaendelea, kwenye platform choir. Kulikuwa na director Neema Kingston. Nikamwambia Neema, sauti inayoimba sio ya kawaida, ni ngeni. Hebu nenda kule juu kwa platform choir ukaangalie nani anaimba. Akasema, nimemkuta dada mmoja mdogo tu anaimba, mwandike jina lake. Amekuja tu leo, nikamwambia mwandike jina lake na mimi na kukabidhi yeye. Bila yeye kujua wewe ndiwe mama yake. Bila yeye kujua, wewe unakuwa naye tu. Baada ya muda akaanza kuimba. Ni binti mdogo ametokea Nzega. Na kule Nzega kwenyewe alikuwa mahali fulani, wakamfukuza. Wakamwambia wewe ni unaiba nyota za watu. Ni kwa nini? Kwa sababu kwa kawaida ukiwa na kitu ambacho watu hawana, wanang'ang'ana wawe kama wewe. Lakini hakuna mtu anaweza kuwa kama wewe, kwa sababu ulichopewa wewe wengine hawajapewa. Umenielewa? Nataka nikupe philosophy. Ulichopewa wewe, hata kama akiiga. Kuna watu wanataka waige wawe kama Askofu Gwajima, hutaweza. Kwa sababu ukiiga mafanikio yangu, utaiga na taabu zangu. Kwa sababu vyote viko pamoja. If you imitate my success, you have to try as much as you can to also imitate my problems. Because sometimes when God wants to lift you up, He allows problem sharpens you. Nirudie tena, Mungu akitaka kukuinua anaruhusu matatizo. Matatizo yanakunoa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kesho inayohitaji mtu aliyenolewa. Sasa wewe ukifika kule bila ya kuwa umenolewa, hautafanya chochote. Nataka nirudie tena. God does not allow problems because He wants to kill you. God does not bring problems because He is about to destroy you. God, He brings problem. He allows problem because He wants you to improve your maneuvers. He wants to improve your acrobatics. He wants to sharpen you and make you a sharper being. He wants to have your tomorrow sharp. Liko jambo mbele ambalo halihitaji watu legelege. Iko kazi yako mbele ambayo haihitaji mtu nyoronyoro kama ulivyo wewe. Kwa hiyo Mungu anaruhusu tatizo, unapita kwenye moto, kushoto, kulia, magharibi, kaskazini. Mungu anakunoa kwa ajili ya kazi njema. Ndivyo alivyonolewa Yesu msalabani. Ndivyo alivyonolewa Yesu kwenye taji ya miba. Leo ana jina lipitalo majina yote. Acha kukataa kunolewa. Nolewa kwa jina la Yesu. Ameambiwa kule kwamba wewe ni unaiba nyota za watu. Lakini mimi niliposikia nikabaini huyo ana kitu, ingawa simfahamu sura. Kaambia mkurugenzi Neema, mfuatilie huyo mtoto. Kamfuatilia mpaka baada ya muda fulani akaonekana mwimbaji. Mimi nilikuwa nasafiri kwenda South Korea, nina mikutano kama 40 Korea, miji tofauti. Lakini kaamua niondoke na baadhi ya vijana hapa. Kaondoka na Ayubu, Teacher, kaondoka na Florentina, nikaondoka na nani mwingine na watu wa kanisa yetu Marekani wakaungana. Tulikuwa kundi la watu. Na Amos, mtoto wa Mwangela, walikuwa ana bendi yao. Huyo binti Florentina aliimba Korea yote. Kila wakiimba Korea wanashangaa. Korea. Lakini ametokea Nzega. Amekata mawingu kutokea Nzega, amekwenda mpaka Dubai, amepanda ndege mpaka mashariki ya mbali. Wakati ule mimi nilikuwa Uholanzi, tulikuwa Uholanzi na kina Esther. Tulikuwa na timu nyingine, mimi, Esther, Balu, Sabi, Grace, Freeman, Manase. Tulikuwa grupu ya watu kama 8. Tumemaliza mkutano Switzerland, tumeingia Uholanzi, tukaenda Ubelgiji, na wasubiri sasa kina Florentina, kina Ayubu, na wao wanapanda ndege, tukaungana na mkutano mwingine wapi? Kule South Korea.
hawajawahi kupanda ndege, lakini kipawa kinaweza kumpandisha mtu ndege. Na kuona Mungu amekupa kipawa cha kupanda na kwenda. Wanapanda ndege. Kwa mara ya kwanza Ayubu Kiura anasema kwa mara ya kwanza anapanda ndege kwenda Ulaya. Ilikuwa ni surprise kwa kila mtu. Kumbuka ile kundi lingine imeondoka nao pamoja na kina Neema, pamoja na kina Esther, pamoja na wengine. Nina degree, nina masters, lakini sija ya kwenda Ulaya. Esther alikuwa ndio protocol director kule Ulaya. Yaani kwenye mkutano wanamuuliza yeye kwanza Esther, anatembea kwa kujidai kabisa, kumbe ni Esther. Kule Ulaya mkutano wetu Switzerland, wazungu wote. Sisi peke yetu ndio tumetokea huku Geita, tumetokea Sengerema, lakini wengine wote wazungu. Lakini Esther in charge wa protocol. Wazungu wanakuja kumuuliza, can I please have time to talk to the preacher? Anasema by now I think he's taking some sleep. Wakati huo tuko hotelini, alafu eti kidampa mmoja tu hapa Dar es Salaam, hata hajafika hata Kenya. Wenzako tumeona mambo. Gerald alikuwa ndio anashughulika na mambo ya ulinzi. Gerald anatembea tu. Wako na paka Uholanzi, tukapiga pale Uholanzi. Community yetu yote ni wazungu nao wahofia wewe. Sisi tunawapiga lecture, nawafundisha na waombea wanadondoka chini. Alafu wewe ukiona mzungu miguu inakosa fellowship, unakubali kila kitu. Mimi chochote cha mzungu lazima nikihoji na anipe maelezo ya kutosha. Kwa sababu wazungu wachawi ni wengi tu, wazungu wanga ni wengi tu. Ni wewe tu uliyelogwa peke yako. Sisi I must question, especially kama jambo linahusu nchi. Nikimwona mzungu ana jambo la nchi, namwambia sit down we talk. Anaanza kusema you know, nasema sit down we talk. This is about my country, is about my people, is about my life, is about mankind. Sit down, give me some evidences of what your claims are. Atoe claims zake hapo. Akitoa desa anamwambia limetoka wapi? Nani amepublish? Mwaka gani? Liko wapi na mimi nilisome? Hakuna mambo ya kusema eti kwa sababu ni mzungu. Mzungu so what? Mzungu so what? Kwa hiyo mimi naondoka Uholanzi, na waacha kina Esther wanarudi Dubai. Kina Ayubu wako Dar es Salaam na kundi lao wanakwenda kuungana mimi Korea. Lakini mmoja wao ametoka Nzega, mahala ambapo wanamwambia yeye kwamba yeye anaiba nyota za watu. Kwa nini? Alikuwa na sauti akiimba, wengine kwenye kanisa hilo hawasikiki kwa sababu hawajafika kwenye viwango vyake. Kwa hiyo wanambambikizia kwamba sauti yako umetuibia sisi. Sasa kama mna uwezo wa kuona wezi wa sauti, mna uwezo wa kumuibia na yeye, na nyie muibieni. Kumbe ni wivu. Kawaida ya watu wakikuona huko juu yao, wanatafuta namna ya kukushusha chini. Waambie ashuki mtu hapa. Waambie aliye juu yu juu. Kama uko juu kibiashara uko juu tu. Kama umepangiwa kupaa utapaa tu. Tukafika kule Korea. Kule Korea sisi tulikuwa tunakwenda kule Intilia. Mimi naingia Korea, nikawapigia simu kina Ayubu na Florentia na wengine, baba tuko huku Korea, ila tumeshangaa sana. Tumefika usiku tumepewa nyanya. Yaani wamepewa liletwa sahani la nyanya. Wanakulaga nyanya wa Korea wale nyanya. Sasa nyanya zinaliwa kweli? Naambia wanangu kula nyanya, ni saa ya kula nyanya. Wakaingia kwenye chumba kimoja, wananiuliza, tumeingia chumba hamna kitanda kabisa. Pengine kuna sehemu ya kubonyeza kitanda kitokee, hamna kitanda kabisa. Surprise. Waliimba kwa namna ya ajabu. Na walikuwepo wengine wa Marekani, wametoka Marekani wanatujoin kule. Waliimba kwa namna ya ajabu. Waliporudi hapa,
tukamaliza mikutano almost 40 na kitu. Turudi hapa, Ayubu akamchumbia Florentina. Leo ni mtu na mke wake. Nafikiri mambo yalianzia kwenye ndege, nahisi hivyo. Nahisi Florentina mwanangu kwenye ndege mle, nafikiri teacher, how are you? Nanielewa eh? Kwa hiyo Waafrika hawana uwezo wa kuviona vitu. They have no power to see potentials. Hawana uwezo wa kumuona mtu kwenye hali ya chini wakabaini kwamba huyu mtu kuna kitu ndani yake. Na wakibaini wanatafuta namna ya kumshusha chini. Kwa sababu ameshuka mbinguni akiwa mzigo unaojitegemea. Wakiangalia kwa macho ya kichawi wanaona huyu mama miaka ijayo anapokwenda itakuwa ishu. Wanaona, wanatafuta namna wa kushusha. Nikwambie jambo, hutaweza kumshusha ambaye kazi yake imetafasiriwa na malaika na Mungu Baba tangu mbinguni. Hutaweza kumshusha. You will not. Hutaweza. Kwa hiyo ndiyo maana huo unaona, kwa mfano Mwalimu Nyerere alipokuwa hai wengi wanamtukana. Huyu mzee wa ujamaa na kujitegemea huyu. Hawajui wa maana. Alipokufa barabara zikaanza kuitwa Nyerere Road. Huwa hatuiti barabara mtu akiwa hai mpaka afe. Unasikia Nyerere Road. Unamkumbuka rafiki yetu Sokoine. Watu wanasema huyu naye na hujumu uchumi. Alipokufa yale kuna Sokoine Drive. Unamkumbuka Tom Mboya. Alipokufa kuna Tom Mboya Street. Endelea Kwame Nkrumah. Tuko hivyo hivyo tu. Kwame Nkrumah. Paka wakifa. Tuna uwezo wa kugundua thamani ya mtu akitoweka. Alipotoweka wakasema ni yeye tulikuwa naye. Wakaanza kusema hivi, ndio maana wakati anaongea mioyo yetu ilikuwa inatuwaka. Kumbe kama mtu anaongea halafu unasikia moyo wako unawakawaka, yani kama unashtuka, kumbe huyo ni Yesu. Unaongea na Yesu. Anapokuwa anaongea mtu unasikia ni kana kwamba yani hicho kinanihusu, kaniongelea mimi hapo, yani huyo ni mimi kabisa. Ujue Mungu anaongea na wewe. Ninaamuru kuanzia leo uvuke kwa jina la Yesu. Naamuru kuanzia leo vuka kwa jina la Yesu. Hebu sema navuka.